Je, ulishawahi kukutana na mtu baada ya muda mchache tu ukajikuta unaanza kumpenda au kuvutiwa naye bila hata kujua kwa nini? Siri sio kwamba huyo mtu kwamba labda ana miujiza au ana vitu anavifanya ambavyo sio vya kawaida, sio kweli. Siri ipo kwenye saikolojia. Huyo mtu anajua siri za saikolojia ya ushawishi na mvuto. Sasa katika video hii nitaenda kufundisha siri 6 ambazo ni za kisaikolojia zitakaoongeza mvuto na kukufanya watu waanze kukupenda na kukuona kwa tofauti. Na ukizitumia vizuri zinaweza kubadilisha kabisa mahusiano yako, maisha yako kwa ujumla na kukuletea mafanikio makubwa, kwa sababu dunia ya sasa inahitaji kuishi na watu kwa mahusiano mazuri. Karibu sana kwenye somo letu la leo, lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usisahau kusubscribe. Sasa siri ya kwanza ni siri ya mirroring, yani kuiga mwendo kwa hali ya juu. Sasa hii mirroring ni mbinu yenye nguvu sana kwenye saikolojia ya ushawishi, kwa sababu inacheza na sehemu ya ubongo ambayo inaitwa mirror neuron. Kisaikolojia, si binadamu tunapokutana na mtu ambaye tumefanana naye tabia fulani, sehemu yetu ya ubongo ambayo inaitwa mirror neuron inawaka, na yule mtu anaanza kujiona yeye ni kama wewe ambaye umemfanyia kitu ambacho mnafanana, na inakuwa rahisi zaidi kumshawishi. Ndio maana ukienda kwa mtu ukamwambia wewe unashangilia Simba na yeye kama anashangilia Simba, inakuwa rahisi kutengeza mahusiano kwa haraka zaidi. Hata ukienda kwenye mikutano na watu ambao wanaangalia mpira, ukifanana na mtu tu kwenye timu ya aina fulani, tayari mnaanza kuwa na ukaribu mkubwa. Hiyo ndio saikolojia ya mirroring. Hata kama mtu kumwambia mimi natokea Mbeya na yeye akwambia mimi natokea Mbeya, tayari mnatengeneza ukaribu wa haraka zaidi kuliko yule mtu ambaye mnatofautiana. Yaani kwa lugha rahisi, sisi binadamu tukifanana na mtu tabia fulani, kuna sehemu yetu ya ubongo ambayo inawaka inaitwa mirror neuron, na ile automatic inakufanya kumuona yule mtu ambaye mnafanana naye ni kama wewe, na mnakuwa na ukaribu wa haraka zaidi kuliko kawaida. Sasa kuna namna ya kuitumia hii mbinu ili kutengeneza ukaribu na mtu bila kutumia nguvu kubwa sana, na huyo mtu akawa na mahusiano mazuri na wewe na ukaongeza mvuto juu yake. Jambo la kwanza, unaweza kutumia kuiga kasi ya mazungumzo. Kwa mfano, kama mtu anaongea kwa kasi ya juu, na wewe utakuwa unaendelea na kasi hiyo hiyo. Sio kwamba anaongea kwa kasi ya chini, wewe unaongea kwa kasi ya juu, au anaongea kwa kasi ya juu, wewe unaongea kwa kasi ya chini. Lazima uige vile anavyozungumza. Ukiiga vile anavyozungumza, anaona tayari kwamba wewe ni kama yeye, na itakuwa rahisi kumshawishi na kutengeneza mahusiano. Lakini jambo la pili la kuiga ni lugha ya mwili, yani body language. Kwa mfano, kama mtu kakaa kaika mikono kwenye meza, na wewe unaweza kaiga baada ya muda hivyo, lakini usige kwa haraka, kwa sababu ukiiga kwa haraka mtu anaweza kugundua kama unamfuatilia au unamkejeli au unamziaki. Unaweza kusubiri hata kwa sekunde 5, na kuzihesabu sekunde sio kazi. Unaweza kuhesabu 1 2 3 4 5 ndio kaiga. Au kwa mfano mtu kaegemea kiti, na wewe unaweza kaegemea hivyo baada ya muda. Au kwa mfano labda anaongea kwa kuinua mikono, na wewe unaweza kaiga vile anavyofanya. Unapofanya vile, tayari unakuwa unamwasili yeye kwenye sehemu yake ya ubongo ambayo inaitwa mirror neuron, na anaanza kuona wewe ni kama yeye. Kwa hiyo iga vile vitu vidogo vidogo ambavyo unavifanya, kama alivyokaa, style yake, kama kakunja mikono kwenye kifua, na unaweza kaiga hivyo. Kama kakunja 4, baada ya muda na wewe unaweza kufanya hivyo hivyo kwenye akili yake au kwenye ubongo wake. Tayari unakuwa umemwasili, anakuwa anakuona wewe ni kama yeye, na inakuwa rahisi kufunguka na kukupenda zaidi. Lakini unaweza kaiga misamiati, hii tunaita vocabulary. Kwa mfano, kama mtu anaongea anasema noma au aisee au hii ni bara, na wewe unapokuwa unaongea tumia hayo maneno. Ndio maana ukikuta hata marafiki fulani au watu wenye mahusiano, unakuta kuna maneno ambayo wanapenda sana kuyasema na wote wanakuwa wanayarudia hayo hayo. Hiyo ndio mirroring. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza ushawishi kwa mtu, angalia maneno yake ambayo mtu anayatumia sana, alafu na wewe uyatumie. Hapo utatengeneza muunganiko mkubwa zaidi wa haraka zaidi kuliko kutumia maneno ya kawaida. Kwa hiyo msikilize mtu kile anachoongea. Kama anapenda kusema hii inatisha sana, hii ni noma, au hii ni baraa, na wewe pia unaweza kurudia hayo maneno ili kuendana na vile jinsi yeye anavyosema. Lakini pia unaweza kaiga jinsi ya kupumua, yani breathing. Sasa hii ni level kubwa zaidi, na mara nyingi wao wanaitumia sana wapelelezi wa Marekani ambao wanaitwa FBI. Sasa hii inahitaji level kubwa sana, kwa sababu kikawaida ndio msome mtu anapopumua na wewe uendane na vile anavyofanya. Sasa mara nyingi huwa inafanywa na wataalamu ambao wamesomea mbinu hii kuifanya kwa ufanisi zaidi. Sasa unaweza kaiga vile jinsi mtu anapopumua, na hiyo itatengeneza muunganiko wa haraka zaidi. Na ndio maana mara nyingi wapelelezi wa Marekani ambao ni FBI waga wanaitumia mbinu hii ili kuchukua taarifa kwa mtu ambaye wanamfanyia mahojiano. Kwa sababu ukishatengeneza mazingira ya kumuiga mtu jinsi anapopumua, tayari unakuwa umeasili ile sehemu yake ya mirror neuron kwa ukubwa mno, na hivyo itamfanya yule mtu aanze kuona wewe kama yeye, na hiyo itakuwa inapunguza ulinzi wa mtu, anza kujilinda, na automatic anaanza kufunguka na kuona kwamba wewe unamuelewa zaidi. Lakini jambo la muhimu kabisa la kuzingatia, usiige ulemavu, lafudhi ya asili ambayo
mtu anayo ambayo wewe huna, lakini pia usiige ishara za hasira, kwa sababu mara nyingi ukiiga ulemavu tayari utaonekana kama unamkejeli mtu au unamuoneshea dharau. Sasa hiyo itaharibu kabisa mbinu hii. Iga vile vitu vya kawaida ili kutengeneza mahusiano. Na ndio maana hata kwenye maisha ya kawaida unakuta labda mtu zamani alikuwa anaitumia sana mbinu hii. Hata kwa sasa watu wanaitumia. Unakuta akitaka kwenda kumshawishi mdada, anatafuta sehemu aliyotokea au kimuuliza anatokea wapi, akisema anatokea Mwanza na anasema mimi natokea Mwanza, ili kutengeneza ukaribu. Au hata kwa mfano akitaka kumshawishi mtu anamuuliza maeneo ambayo yeye yupo na yeye anadanganya kwamba naye ametokea kule. Lakini mbinu hii pia unaweza ukaitumia kama unapotaka kwenda kumshawishi mtu. Jitahidi ujue taarifa zake kwa undani ili iwe rahisi kuendana naye vile ambavyo yeye ameshazoea, na hiyo itatengeneza muunganiko wa haraka zaidi na utakuwa na ushawishi kwa mtu huyo bila kutumia nguvu sana. Lakini angalizo, usitumie mbinu hii kwa lengo baya. Itumike tu kwa kujenga mahusiano mazuri. Usimdanganye mtu au kafanya mbinu za kumkejeli mtu ili kupata jambo fulani. Hapo utakuwa unaharibu kabisa mahusiano. Lengo la mbinu hii ni kutengeneza mahusiano mazuri na mtu ili kuwa na maisha bora na watu wanaokuzunguka. Sasa siri ya pili ni kutumia jina la mtu mara kwa mara. Sasa hii pia ni mbinu yenye nguvu sana kwenye saikolojia ya ushawishi, kwa sababu mara nyingi hakuna sauti nzuri ambayo binadamu anapenda kuisikia kama jina lake. Kuna mwanasaikolojia mmoja alisema, anaitwa Dale Carnegie, alisema binadamu hakuna sauti nzuri wanaopenda kuisikia kama kusikia jina lao. Mara nyingi unajua kikawaida, mara nyingi mtu huwa anaitwa au anatajwa jina lake na wale watu ambao wanamfahamu. Sasa ukitaka kupata shortcut ya kuzoeana na mtu, jua jina lake na anza kutumia jina hilo. Tayari yule mtu utaanza kumwasi, ataanza kuona kama wewe unamjua. Na ndio maana hata kama ukitaka kufanyia kazi mbinu hii, tafuta jina la mtu ambaye mjazoeana sana, afu anza kumuita jina lake. Utaanza kuona kwamba anakuona kama ni mtu wa karibu sana, kama ambaye unamfahamu na unamuelewa vizuri sana. Sasa kuna njia za kitaalamu za kutumia jina la mtu ili kuongeza mvuto na kuwafanya watu wakupende na kuona wewe ni mtu wa thamani zaidi. Jambo la kwanza kabisa ni kujenga uhusiano wa papo kwa papo unapotumia jina la mtu. Tunasema the first impression. Unapokutana na mtu akajitambulisha, labda mimi naitwa John au mimi naitwa Ana, sema nimefurahi sana kukufahamu John au nimefurahi sana kukufahamu Ana. Kwanza inatengeneza ukaribu na yule mtu anaweza kuona kwamba wewe unamsamii. Lakini jambo la pili, itaonyesha kwamba wewe umempa umakini wa hali ya juu, lakini itakusaidia pia wewe kukariri jina lake, kwa sababu baadaye ukija kukutana naye hutaweza tena kulisahau unapolirudia kwa mara ya pili. Kwa hiyo kutengeneza ukaribu wa haraka, unapokutana na mtu anapojitambulisha na wewe rudia jina lake. Unaweza kusema nimefurahi kukufahamu labda Jackson au nimefurahi kukufahamu George. Hiyo itatengeneza ukaribu wa haraka na yule mtu ataona kwamba umempa umakini wa hali ya juu na itakusaidia wewe kukumbuka jina lake. Lakini jambo la pili ni pattern interrupt, yani kuvuta umakini. Sasa unaweza kutumia jina la mtu ili kuvuta umakini wa mtu. Kwa mfano ukiwa unaongea na mtu ukaona yeye hayuko makini kabisa na wewe kukusikiliza, unaweza ukataja jina lake ukasema labda unajua jambo hili John lina umuhimu sana, au unajua John jambo hili lina umuhimu sana. Unajua si binadamu tumeprogramiwa kwamba tunaposikia jina letu limetajwa tunashtuka na kuvuta umakini zaidi na kusikiliza. Hiyo inaitwa kitaalamu crocodile pact effect. Mtu yote unapomtaja jina, unapomuona labda hayuko makini au yuko busy na jambo jingine, atashtuka automatic, kwa sababu sisi tumeprogramiwa kulisikiza jina letu kwa umakini wa hali ya juu. Kwa hiyo ukitaka kwa mfano kumrudisha mtu kwenye umakini, ukaona labda yuko busy na vitu vingine, unaweza kusema labda kwa mfano anaitwa John, unasema unajua John jambo hili tunatakiwa tulifanyie kazi haraka sana. Hapo utavuta umakini wa mtu kwa haraka sana, kwa sababu ubongo wetu umeprogramiwa kushtuka na kusikiza tu punde pale tunaposikia jina letu. Hii inaitwa crocodile pact effect. Lakini jambo la tatu ni kutumia jina la mtu unapouliza maswali au kutoa pongezi. Usiseme tu asante, unaweza kusema asante John au asante Ana. Hiyo inatengeneza ukaribu na kuona kama mtu umemsamini. Lakini pia unapouliza swali au unapotaka maoni ya mtu fulani, unaweza kutumia jina lake. Unaweza kusema John, una maoni gani kuhusu jambo hili, au John, unaonaje kuhusu swala hili. Hapo utatengeneza ukaribu na kuona kwamba wewe mtu umemsamini na yeye atavutiwa zaidi na wewe, kwa sababu ataona kwamba umempa thamani kubwa zaidi. Lakini jambo la 4 ni siri ya jina la mwisho, tunasema the party gift. Sasa hii ina nguvu sana, kwa sababu unapokutana na mtu alafu mkataka kuachana, mwishoni unaweza kutengeneza positive feedback, yani kumwacha mtu na hali nzuri kwa kutumia jina lake. Kwa mfano labda mtu kaja kwako kujitambulisha, mkaongea, mwishoni unaweza kusema asante sana, nimefurahi sana kuzungumza na wewe John, au
asante sana, nimekuwa na wakati mzuri na wewe John, tutaonana baadaye. Hapo utamwacha mtu kwenye mazingira mazuri na utatengeneza positive feedback kwa huyo mtu. Kwa baadaye hata mnapokutana atakuona wewe ni mtu ambaye unathamini watu na unajali watu, na hiyo tengeneza muunganiko mzuri na mahusiano mazuri na huyo mtu. Lakini tahadhari muhimu, usitumie jina la mtu kupita kiasi. Itaonekana kama unamlazimisha mtu akupende. Sasa hii itaharibu kabisa mbinu hii. Tumia jina la mtu kwa kiasi cha kawaida. Kama nilivyosema mwanzoni pale, au unapotaka kuvuta umakini, au mwishoni unapomaliza maongezi na mtu. Hiyo itakuwa inaonekana ni ya kawaida na ya asili, na itakuwa inaonekana kama inaboa. Lakini ukitumia jina la mtu kwa zaidi ya kawaida, itaonekana kama unamshawishi mtu ili akupende, na atakuona wewe ni mtu ambaye kama unatumia mbinu za hila ili kumshawishi ili kuvuta attention yake, na hii itaharibu kabisa mbinu hii kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Sasa siri ya tatu ni kuwa msikilizaji mzuri, yani active listening. Sasa hii ni mbinu yenye nguvu zaidi kwa sababu inakufanya uwe na hekima na mvuto mkubwa ambao tunaita charisma. Sasa siri ni hii, unajua watu waga mara nyingi hawatafuti mtu wa kuwapa majibu, wanatafuta mtu wa kuwaelewa. Na ndio maana ukipata tu mtu anayekusikiza vizuri, au wewe ukiona mtu anakusikiza vizuri, mara nyingi unatengeneza ukaribu na mtu huyo. Ndio siri ya saikolojia hii, kwamba watu wengi wanapenda sana kusikilizwa, wanapenda kuonekana wanaeleweka kwa watu fulani. Sasa ukiwa msikilizaji mzuri utatengeneza muunganiko na watu wataanza kukupenda. Na mara nyingi watu wengi wanakosea sana, wanakuwa wanasikiliza ili kujiandaa kujibu, lakini ukiwa msikilizaji mzuri utaonekana na hekima na utakuwa na mvuto mkubwa. Sasa kuna mbinu ambazo zinaweza kukusaidia kuwa msikilizaji mzuri na kuongeza mvuto, na watu wanaokuzunguka wakakuona wewe ni mtu mwenye hekima na ni mtu ambaye una mvuto ambao sio wa kawaida. Sasa mbinu ya kwanza ni mbinu ya 30 second pause, yani subiri kwa sekunde 3. Kwa mfano ukiwa unaongea na mtu akiwa bado anaendelea kuongea, usikimbilie kumjibu au kumkatiza. Unaweza ukasubiri kwa sekunde 3, akimaliza kuongea usijibu, alafu muangalie machoni. Hapo utamfanya mwenzako kuona kwamba maneno yake unayatilia uzito, na yeye atajikuta anaendelea kuongea kwa sababu ataona kwamba wewe unampa umakini wa hali ya juu, na ataona kwamba kuna kitu kimepungua, kwa ataendelea kuongea zaidi. Kwanza utapata siri ambazo huenda ungemkatiza usingezipata, lakini pia yule mtu ataona kwamba unampa umakini wa hali ya juu na yale maneno ambayo anaongea unayatilia maanani, kwa sababu issue ni kuwa msikilizaji mzuri. Kwa msikilizaji mzuri utajua siri za watu. Lakini jambo la pili ni kutumia encourager, yani tunasema vichocheo vya mazungumzo. Kwa mfano unaweza ukatikisa kichwa ukawa unamwambia au unaweza kumwambia nimekupata, au hiyo imekaa vizuri. Yani hizo sentences zinamfanya mtu aone kwamba unampa umakini wa hali ya juu. Lakini pia mbinu ya tatu unaweza kutumia mbinu ya paraphrasing, yani kurudia kwa maneno yako. Sasa ukitaka kumfanya mtu aone kwamba unamsikiliza kwa makini, kwa mfano labda kaongea labda bosi leo kanipa kazi nyingi, unaweza kusema unamaanisha kwamba leo bosi wako akupa kazi nyingi. Hiyo inaonyesha kwamba unamuelewa. Paraphrasing ni kurudia yale maneno yake ambayo anayasema na wewe kuyarudia kwa ufupi, sio kama unarudia maneno yote, ili kuonesha kwamba wewe unampa umakini wa hali ya juu. Unaweza kusema kwa mfano labda akakwambia leo kazi imenichosha sana, unaweza kumwambia una maana kwamba leo kazi imekuchosha sana. Hii inaonyesha kwamba unampa umakini na unamsikiliza kwa umakini wa hali ya juu. Lakini jambo la 4, unaweza kauliza maswali ya wazi, tunasema open ended question. Achana na maswali ambayo majibu yake yanakuwa ndio au hapana. Ukimuuliza mtu safari yako ilikuwa vizuri, anakuambia ndio au hapana, lakini uliza maswali ambayo yanamfanya mtu afunguke zaidi. Na hayo yakimfanya mtu afunguke zaidi, wewe unakuwa msikilizaji mzuri zaidi, kwa sababu tekniki nzuri ya kuonekana mtu mwenye hekima sio kuongea sana, ni kuwa msikilizaji mzuri. Unapokuwa msikilizaji mzuri, utajua madhaifu ya watu na utajua asili za watu, na utajua namna gani ya kuendana na watu wanavyotaka. Kwa tumia maswali ambayo yanamfanya mtu ajielezee zaidi. Kwa mfano unaweza kumuuliza safari yako ilikuwaje, leo siku yako ilikuwaje. Hiyo itamfanya mtu aanze kujielezea zaidi, na wewe utakuwa msikilizaji zaidi, na hiyo italeta mvuto zaidi, kwa sababu binadamu tunapenda wale watu ambao wanatusikiliza kwa umakini wa hali ya juu. Lakini jambo la 5 ni lugha ya mwili, tunasema eye contact na orientation. Unapokuwa unaongea na mtu, mtazame machoni, hiyo inaonyesha kwamba unampa umakini wa hali ya juu. Lakini ukiwa busy na simu unaangalia kitu kingine, maana yake inakuwa ni tafsiri kwamba simu ndio ina thamani kuliko maneno ya wewe mtu unayezungumza naye, na hiyo itaharibu kabisa mahusiano ya wewe mtu ambaye anazungumza na wewe, kwa sababu mtu akishagundua kwamba umemdharau au umemuonesha dharau, atapoteza kabisa ukaribu na wewe na utapoteza mvuto juu ya mtu huyo. Kwa hiyo kuwa makini na jinsi unavyozungumza na mtu, kwa sababu unajua mara nyingi unapokuwa msikilizaji mzuri kwa mtu,
mtu atafungua moyo wake na atakuwa karibu na wewe. Na mara nyingi sehemu yoyote ukitaka kuwa na nguvu, usiwe mwongeaji zaidi, kuwa msikilizaji mzuri. Na watu wenye hekima sio kwamba eti wanaongeaga sana, hapana, wanaongea kwa wakati maalum. Usiwe mwongeaji tu wa kulopoka tu mambo bila mpangilio. Sikiliza zaidi kuliko kuongea, na hiyo itatengeneza mvuto zaidi na watu watakupenda na kuona wewe ni mtu wa thamani zaidi. Sasa siri ya 4 ni athari ya platform effect, yani onyesha udhaifu mdogo. Sasa hii ni mbinu ya kisaikolojia ambayo ina nguvu sana, lakini mara nyingi huwa haitumiwi na watu wengi, inatumiwa na watu wachache. Hii inakuaje? Mara nyingi huwa inasema hivi, binadamu mara nyingi wanapenda wale watu ambao wanaonesha madhaifu kidogo, lakini wale watu ambao wamekamilika kwa kila kitu huwa wanaonekana ni watu ambao kama wanajivuna au ni watu ambao hawawezi kufikika, yani wanaonekana kama ni watu ambao sio wa kawaida. Sasa hii mbinu ili uifanyie kazi vizuri, cha kwanza ndio kwanza uwe na kitu ambacho unakifanya vizuri na una uzoefu na hilo jambo, alafu unafanya makosa kidogo. Hiyo inaonyesha kwamba wewe ni binadamu na watu watakuona kama wewe ni mtu wa kawaida, sio robot, na unaweza kufikika. Kwa sababu ukiwa umekamilika kila kitu, inakuwa inawaonyesha watu kwamba wewe unajivuna au ni mtu ambaye huwezi ukafikika. Yani kwa lugha rahisi, watu wanakuona kwamba wewe sio binadamu wa kawaida, yani kwamba wewe ukosea. Lakini unapoonesha makosa kidogo kwa yale mambo ambayo una uwezo nao mkubwa zaidi, watu watakupenda zaidi. Kwa sababu mwanasaikolojia Elliot Alson alifanya utafiti, wale watu wenye akili kubwa walipokuwa wanafanya makosa madogo katika mahojiano kama kumwaga kahawa, walipenda zaidi na kuonekana ni watu ambao wana mvuto zaidi kwa sababu ya kuonekana na makosa kidogo. Yani lengo ni kuwa sio kama uwe kama robot kwamba wewe haukosei. Issue ni kuonesha tu udhaifu kidogo ili uonekane kwamba pia na wewe ni binadamu. Kwa sababu ukionekana umekamilika kwa kila kitu, binadamu wana ile asili ya kuogopa na kuona kwamba wewe unajivuna kwamba wewe sio binadamu wa kawaida. Hiyo ndio inaitwa platform effect. Sasa kuna mbinu za kutumia hii athari ya platform effect ili kuongeza mvuto kwa watu ambao wanakuzunguka na watu wakukubali na kukupenda zaidi. Jambo la kwanza kabisa, simulia mapungufu yako ya nyuma, yani kujishusha. Mara nyingi hii hata watu wakubwa kwa wanafanya, anaelezea jinsi alipoanza, alipokosea. Issue ni kuonesha kwamba na wewe unapitia changamoto na wewe ni binadamu wa kawaida. Lakini jambo la kuzingatia, inatakiwa uwe na utaalamu katika jambo fulani, yani uwe competent, na unapoonesha madhaifu watu wanakupenda zaidi. Lakini ukiwa hauna utaalamu, watu watakudharau zaidi kwa sababu utaonekana unafanya vitu chini ya ubora. Lakini jambo la pili, kubali kutokujua kila kitu. Unajua ni hekima kukubali kwamba kuna vitu fulani huvifahamu. Unapokuwa mjuaji, unaonekana kwamba wewe kila jambo unaliweza, watu watakuona kwamba wewe ni tishio. Unakuta mtu kila kitu anajua, akiulizwa hili jambo anasema hilo nalijua. Watu mara nyingi hawapendi watu wa namna hiyo. Kwa hiyo kubali, kuna jambo fulani unaweza kusema, ngoja nipate muda nifanyie utafiti, au ngoja nitafute kuhusu jambo hili na nitakupa majibu. Hiyo inaongeza mvuto zaidi kwa watu wao. Sio kwamba kila kitu kiulizwa wewe unajua, jambo hili unajua, jambo hili unajua. Hiyo itapoteza kabisa mvuto kwa watu. Lakini cheka makosa yako madogo. Kwa mfano labda umekosea, labda ulikuwa unaongea kwa kosea labda matamshi. Na hii mara nyingi hata inafanywa na watu ambao ni wakubwa wenye ushawishi. Unakuta labda kakosea kwenye kutamka, anacheka, au hata kwa mfano labda alikuwa anatembea akajikwaa, anaweza akatengeneza ucheshi akacheka pale. Hiyo inaongeza mvuto zaidi kwa sababu inakuonyesha kwamba wewe ni binadamu, sio robot, na hiyo itaongeza mvuto zaidi. Lakini masharti muhimu ya platform effect ambayo unatakiwa uyazingatie ili kupata mafanikio, unatakiwa kwanza uwe na utaalamu, uwe competent kwenye sehemu fulani. Kwa mfano labda uwe mbunifu ambaye umefanikiwa zaidi, au mtaalamu au mtu maarufu, alafu uanze kuonesha udhaifu wako mdogo. Hiyo itawafanya watu wakupende zaidi. Lakini unapokuwa hauna utaalamu na una maisha ya kawaida au huna uzoefu wote, watu watakuona wewe hauko makini na hauna uzoefu wa kutosha, na hiyo itakushushia hadhi na watu watakuchukulia kawaida. Hii inatakiwa ifanye na wale watu ambao wako competent kwenye jambo fulani. Unakuta labda ni daktari bingwa wa jambo fulani, kwa wanapoonesha udhaifu kidogo, watu wanaona kwamba huyu pia naye ni binadamu, na hiyo italeta mvuto zaidi kwa watu, kwa sababu watu wanapenda wale watu ambao wanaonekana ni binadamu wa kawaida, sio unajua kama robot kwamba wewe tu ukosei, huna changamoto yoyote. Hii itapoteza kabisa mvuto kwa watu wanaokuzunguka. Sasa siri ya 5 ni kutoa pongezi kwa watu wengine. Hii inaitwa slander by association. Sasa hii ni mbinu ya kisaikolojia ya ajabu sana, kwa sababu inasema hivi, unapomsifia mtu kuhusu jambo fulani, tayari yule mtu anayekusikiliza anazihamisha zile sifa zinakuja kwako. Hii kwa lugha nyingine inaitwa spontaneous trait
transference, yani uhamisho wa sifa kutoka kwa mtu mwingine kuja kwako. Sasa iko hivi, binadamu si mara nyingi ubongo wetu wako unapenda kufanya shortcut ya kumjua mtu. Sasa unapomuelezea mtu kuhusu jambo fulani, niseme ni kama madhaifu ya ubongo, tayari zile sifa ambazo unamuelezea mtu zinahamia kwako. Kwa mfano ukiwa unasema labda John ni mwaminifu sana, ana akili sana, yule mtu anayekusikiliza tayari anaanza kukuona wewe kwa picha hiyo ambayo ulikuwa unaelezea. Hiyo ndio inaitwa spontaneous trait transference. Sasa mbinu hii inafanya kazi kwa sababu ya sehemu yetu ya ubongo ambayo inaitwa subconscious mind, kwamba ni sehemu yetu ya ubongo ambayo inatuongoza bila sisi kuwa na ufahamu wa kawaida. Unapotoa sifa za mtu fulani, huyo mtu anayesikia tayari anahitimisha hizo sifa anazozisikia kuwa ni za kwako, kwa sababu ya sehemu ya ubongo wetu wa subconscious mind ambayo huwa inaakisi tabia ambazo mtu anazisikia. Sasa kwa mfano mtu akikwambia John ni mtu mwaminifu sana na anajali sana ahadi zake, tayari mtu anayekusikiliza ataanza kuona wewe pia ni mwaminifu na mtu ambaye unajali, kwa sababu ya sehemu yetu ya ubongo ambayo inaasili mtu kuunganisha zile taarifa ambazo anazipata na mtu anayezungumza. Hii ni automatic, sio kama mtu anaipangilia, inatokea tu kwamba mtu anapokuelezea kitu tayari zile sifa zinaunganishwa na yule mtu anayezungumza. Sasa inaweza kuwa sifa nzuri au sifa mbaya. Kwa hiyo kuwa makini. Ukimwelezea mtu mabaya kwa mtu mwingine, tayari yule mtu atahitimisha yale mabaya ni ya kwako. Hiyo ni madhaifu ya ubongo ambavyo unapachika sifa za mtu kulingana na mtu anavyozungumza kuhusu jambo fulani. Ukielezea jambo zuri, basi hizo sifa zitaunganishwa na wewe. Kwa hiyo kuwa makini unapoelezea sifa za mtu au mambo ya watu. Sasa kuna jinsi ya kutumia mbinu hii ili kujenga ushawishi na kupendwa haraka. Jambo la kwanza kabisa, geuza kuwa tabia, kuwa msimamema wa mambo ya watu. Unajua dunia sasa watu wengi wameshazoea kuwasema watu vibaya au kusema maneno ambayo sio mazuri kwa watu. Sasa kuwa makini, vile unavyosema ndivyo mtu atakutengenezea picha hiyo hiyo ya mambo unaoyasema. Kwa hiyo jitahidi uanze kusema mambo mazuri ya watu. Yule mtu ana akili sana, yule mtu anafanya kazi vizuri, tayari na watu wataanza kuona kwa vile ambavyo unasema. Lakini epuka mtego wa slander by association, kusingizia au kuponda. Usizoe kuanza kuzungumza maneno mabaya ya watu, kwamba yule mtu hafanyi kazi vizuri, yule mtu ajabu, yule mtu mnafiki. Watu wataanza kuona vile unavyosema, kwa sababu mara nyingi saikolojia nasema hivi, msikize mtu anavyosema vizuri ndivyo atavyoenda kukusema kwa mtu mwingine. Kwa hiyo mtu unapomwelezea kuhusu mtu fulani labda ni mnafiki, ataanza kuona kama mtu anasema huyu ni mnafiki, basi na huyo ataenda kunisema na mimi mambo yangu sehemu nyingine. Kwa hiyo hii itaharibu kabisa mahusiano na watu wanaokuzunguka. Sasa kuna jinsi ya kutoa pongezi hizi kwa ufanisi ambao tunaita indirect compliment, ili usionekane kama unajipendekeza au kama una lengo la hila kwa mtu fulani. Mara nyingi unapokuwa unataka kutoa pongezi nzuri kwa mtu, usimwambie mtu moja kwa moja, itaonekana kama unataka kumshawishi. Unaweza ukamwelezea kwa watu wengine. Ile pongezi inapomfikia kupitia kwa watu wengine ina nguvu mara 10 kuliko ile ya kumwambia moja kwa moja. Na hii imeproviwa kisayansi kwamba mtu anaposikia taarifa zake kwa watu wengine kwamba anasifiwa, labda wewe umemsema vizuri, inakuwa ina nguvu zaidi kuliko kumwambia moja kwa moja. Na hii itatengeneza mahusiano mazuri, na huyo mtu atakuheshimu na atakusamini na atakupenda sana, kwa sababu ataona umemtambua, kwa sababu hitaji la binadamu wote ni kutambulika. Sasa unapomtambua labda na kitu fulani au ana uwezo fulani, basi atakuheshimu na kukupenda zaidi. Kwa hiyo tumia kanuni hii kwa ufasaha. Ukisema maneno mabaya, basi watu watakutafsiri na kukuona kwa namna hiyo, lakini ukisema mambo mazuri, basi watu watatengeneza picha kulingana na maneno hayo uliyoyasema. Kwa hiyo ni kama upanga, unakata kule ambapo wewe umeuelekezea. Ukiuelekezea kuzuri, basi utakata pazuri, lakini ukielekezea pabaya, basi utakata sehemu mbaya. Kwa hiyo kuwa makini katika kile unachokizungumza. Na hekima inasema kwamba kama umekosa kitu cha kusema kwa mtu fulani, bora ukae kimya kuliko kuongea vitu ambavyo vitaharibu kabisa taswira yako kwa watu wanavyokuona. Sasa siri ya 6 ni kanuni ya frequency illusion. Sasa hii kwa lugha nyingine waga inaitwa Bader-Meinhof phenomena au propinquity effect, yani asali ya ukaribu wa kijiografia. Sasa hii siri inafanya kazi kwa namna hii kwamba mtu anapokuwa anaonekana kwako mara kwa mara, unatengeneza hali ya kumwamini na kumzoea, na unajikuta unampenda bila hata wewe kujua sababu. Ni ile hali tu ya yeye kuanza kuonekana tu kwenye mazingira yako, automatic unajikuta unaanza kumwamini, kumpenda na kumsamini, na unajikuta mwisho wa siku hata hujui sababu kwa nini umempenda na kumwamini, kwa sababu tu anaonekana mara kwa mara. Hiyo ndio asali ya propinquity effect, yani asali ya ukaribu wa kijiografia. Sasa hii unaweza ukaitumia kujenga ushawishi na kuwafanya watu wakupende kwa haraka zaidi na kutengeneza mahusiano mazuri.
Sasa ili uelewe vizuri, ulishajikuta umenunua simu au kitu fulani. Baada ya kununua, unaanza kuwaona watu wengine wakitumia kitu kama cha kwako. Sio kwamba kile kitu kilikuwa hakipo, ni baada ya wewe kukiona umeanza kuchuja taarifa kuhusiana na hilo jambo. Hata ukinunua jezi fulani, unaanza kuziona hizo jezi mtaani. Sio kwamba zilikuwa hazipo, ni ile taarifa tu wewe umeshaanza kuichuja kulingana na taarifa ambazo zipo katika mazingira yako. Sasa ndipo inatokana na kanuni hii kwamba unapomuona mtu mara kwa mara au unapojitokeza kwenye mazingira ya mtu mara kwa mara, ubongo wake unaanza kuona kama ni mtu ambaye anakufahamu, na inapunguza ile hali ya kujilinda, na anakuona wewe ni kama mtu wa kawaida kwake, na unakuwa salama kwake kuliko yule mtu ambaye hajulikani kabisa au hajaonekana kabisa. Sasa unawezaje kuitumia kanuni hii ili kujenga ushawishi? Kuna siri ya exposure effect, yani kuzoeleka. Unajua binadamu huwa wanapenda wale watu ambao wamewazoea, na hii sio lazima uonekane kwa mtu mara kwa mara sana mpaka kuboa. Inaweza kuwa labda unakutana na mtu kumsalimia tu, au kwa mfano ukutana na mtu pale anapoenda kula mkakaa sehemu moja. Yani cha msingi tu muwe na muda wa kuonana. Mtu anapokuona mara kwa mara tayari unatengeneza ukaribu ambao mwisho wa siku utakuwa na ushawishi mkubwa juu yake kuliko mtu ambaye hamfahamu kabisa. Sasa namna gani unaweza kuitumia hii kwa njia nzuri zaidi? Kuwa mtu wa kuonekana, be visible, yani usijifiche. Kama ni kwenye mikutano ya kijamii, kama ni kazini, hakikisha unaonana na huyo mtu ambaye unataka akupende. Lakini tengeneza alama yako, yani signature move. Kwa mfano labda kama ni tabasamu unapomsalimia, au maneno fulani ambayo utatumia ili awe na kukumbuka, ambayo atatengeneza utambulisho wako. Lakini pia unaweza kutumia hii mbinu kwenye mitandao ya kijamii. Unapokuwa na post picha zako au video zako mara kwa mara, watu wanakuzoea na kuona kama mtu wa kawaida. Ndio maana mitandao mingi waga inashauri uposti mara kwa mara, kwa sababu watu wakikuona mara kwa mara wanakuzoea na wanakuona kama wewe ni mtu wa karibu kwao. Kwa hiyo unaweza kushawishi watu kwa namna hiyo. Jitahidi uonekane, lakini sasa isiwe inaboa. Tengeneza muda wako vizuri, kwamba labda kwa mfano asubuhi au muda wa chakula au kwenye mkutano maalum ambao unaona kwamba utaonana na huyo mtu, kwa sababu mtu anapokuona mara kwa mara tayari unatengeneza ukaribu, kwa sababu binadamu wakati tunapenda wale watu ambao tumewazoea, sio mtu ambao hatumjui kabisa. Ndio maana hata ukienda kwenye mkutano unakuta mtu anatafuta yule mtu ambaye anamjua ndo anaenda kukaa naye karibu, lakini hawezi kukaa na mtu ambaye hamjui. Sehemu yote, hata kwenye siti ya gari, akiona tu kuna sehemu ambayo kwenye siti ya gari kuna mtu ambaye anamfahamu, atakimbilia pale pale kukaa, hata kama kuna siti nyingine ambayo iko wazi, kwa sababu ya hiyo hali ya saikolojia hii kwamba tunapenda wale watu ambao tumewazoea. Kwa hiyo na wewe ukitaka kutengeneza ushawishi zaidi kwa mtu fulani, tengeneza ukaribu wa yeye kuanza kukuzoea na kuona kama wewe ni mtu wa kawaida. Siri kuu ya mbinu hii, ukaribu unazalisha usalama na usalama unazalisha upendo. Kabla ya kujaribu kumfanya mtu akupende kwa maneno mengi, ruhusu macho yake yazoeane na uwepo wako kwanza. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Hebu niambie katika comment section ni sehemu gani ambayo imekugusa zaidi na umejifunza zaidi, na nitafurahi kuona maoni yako. Lakini kama pia una swali, unaweza ku comment sehemu ya comment section, nami nitakujibu na kukufafanulia kwa undani zaidi. Asante sana kwa kunisikiza kwa muda wako. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world. Tukutane kwenye kipindi kinachofuata. Bye bye na uwe na siku njema.